Huyu anaitwa Anjetile Osea, alikuwa katibu mkuu wa shirikisho la kabumbu Tanzania. Na Anjetile, habari za asubuhi. Unazungumza moja kwa moja na makao makuu ya michezo hapa EFM. Sawa, tumekutafuta kupata experience yako. Umeshakuwa katibu wa TFF. Wakati mwingine mambo yanapofika hapo bodi, labda kuna matukio yashakutokea huko nyuma, lakini picha ya jana unavyoiona wewe, mtazamo wako, shida ikoje? Toka kuanza kwa swala hili, mtazamo wangu umekuwa ni kwamba uchunguzi ufanyike, tujue waliohusika ni wakina nani. Sio tu wale waliofanya vurugu Simba, bali pia waliohusika kuahirisha mechi kiholela, waliotoa matamko ambayo yanazua taharuki, na wengine wote ambao wametufikisha hapa leo tulipo. Lakini kwa mtazamo wangu nimekuwa naona kama mamlaka, yani TFF na bodi ya ligi, wanakuwa wakichukulia kwamba hili swala litaisha kimazoea, kama lilivyoisha ile mechi ile la kwanza la kubadili muda wa mechi kiholela, na la Kagera la kuahirisha mechi kiholela. Kwa hiyo hawajalichukulia kwa uzito kiasi kwamba sasa hivi kungekuwa kuna harmony, watu wangekuwa wameshakubali kucheza. Kwa hiyo kadri matamko ambayo yamekuwa yanatoka kutoka TFF, kutoka na bodi ya ligi, kwa maana viongozi kama Steven Mguto, yamekuwa yanazidisha chuki upande wa pili badala ya kuleta amani. Ndio maana unaona sasa madai ya Yanga yanakuwa kila kukicha. Walianza na viongozi wa ligi, wakaenda viongozi wa TFF, wakaja kamati ya usimamizi, na sasa wamefika kwa katibu mkuu wa TFF, which is very bad. Kwa hiyo kadri watakavyokuwa hawako serious na kutafuta solution ya hili swala, ndivyo ambavyo tatizo litazidi kukua. Na jana inaonekana kumbe kuna mambo mengi makubwa. Uchunguzi umefanyika, ripoti imekaliwa. Wakati watu wanahitaji ripoti, kumbe ripoti kwa jinsi Yanga wanavyosuggest ni kwamba aliyezuia huenda akawa ni shabiki wa Simba, alitumia mamlaka yake ya serikalini kumwamuru meneja asifungue mageti. Leo wanatumiwa bouncer wa Yanga. Sio bouncer wa Yanga, kumbe hawana hata hizo funguo za geti. Kwa hiyo kadri tutakavyosita kufanya maamuzi, ndio tatizo litakuwa. Sawa, lakini Anjetile, kuna swala limezungumzwa hapa la katibu mkuu wa TFF naye ajiuzuru. Umeshakuwa katika hiyo nafasi. Mimi nilishangaza kidogo kuona haya yanatokea wapi sasa, kwa sababu masuala ya waamuzi haikuwa hoja ya Yanga. Hoja ya Yanga ilikuwa kucheza dabi na iliyotokea. Sasa katibu anaingizwa, masuala ya waamuzi yanaibuka. Sasa mbona kama anatuhumiwa kwenye vitu ambavyo sio hoja ya msingi kwenye swala lenyewe? Kwa kuangalia kwa mbali inaweza kuwa sio hoja ya msingi, na mimi naweza nikaamini hivyo, lakini kila decisions za TFF zinafanywa na kamati, lakini kamati lazima ziwe moved na hoja ambayo ni lazima iwasilishwe na secretariat ya TFF. Kwa hiyo kama kuna maamuzi mabovu yanafanywa na kamati, huenda ni katika katika wajumbe wa hizo kamati kuchanganua na kutaka kufanya uamuzi kulingana na maslahi yao, kama ilivyokuwa wakati wa issue ya Mtibwa kutaka kushuka daraja mwaka 2013. Secretariat iliwasilisha hoja yake nzuri kwamba hao wamevunja kanuni, wanatakiwa washuke baada ya kukataa penalty dhidi ya Azam. Lakini wajumbe walivyoenda kule wakaangalia maslahi yao binafsi, wakasema ukishusha Mtibwa, Simba itapoteza pointi 6 kutoka kwa mechi ambazo ilishinda dhidi ya Mtibwa, kwa hiyo itaathirika. Na kwa maana kama ingeshushwa Mtibwa, maana yake Azam ingekuwa bingwa. Kwa hiyo ule ujinga wa wajumbe wale ndio ukasababisha maamuzi sahihi yasifanywe. Lakini inaweza ikawa pia secretariat imepeleka au haijapeleka, imepeleka hoja hovyo au haijapeleka kabisa. Kwa mfano katika mwaka huu ni mwaka ambao ligi imezungumzwa makosa ya waamuzi tu kutoka mwanzo mpaka inaelekea mwisho. Ni makosa ya waamuzi tu. Kwa hiyo secretariat ilikuwa ina haja ya kuzimove kamati labda ya waamuzi au kamati ya nini, hizi move ili zifanye decision kutatua haya matatizo. Sawa. Matatizo kama mwaka mzima alafu
Secretariat iko kimya tu. Sawa. Katibu wa zamani wa TFF Jetilo Hosea, tunakushukuru sana. Asante.